hapa tuweza kuzungumza na baadhi ya wakazi ili tukaweze kusikia sauti yao. Tumeweza kusikia sauti ya viongozi kadha wa kadha, na sasa tuweza kupatia nafasi uweze kutueleza safari hii umeichukulia kivipi na kana kwamba mmeridhishwa na uongozi huu mpya ambao umeanza siku ya leo katika kaunti ya Meru. Leo kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa mahali ametufikisha tukiwa jamii ya Wameru. Kitambo tulikuwa na uongozi wa mama na Wameru wote, mahali jamii ya Meru iko hawakuridhikwa ama kuridhika na uongozi wa mama. Juu ile kasi watu wa Meru walikuwa wanatarajia Mama Kawira Mwangaza atawafanyia, hawakuwafanyia. Lakini leo ni furaha kubwa sana. Juu sasa tumepata gavana mpya ambaye ni Isaac Mutuma Tuithinkia, ambaye tunamjua hapo mbeleni na tunajua kweli yale mambo yote amefanya, amesema atafanyia Wameru, na ndio unaona kwa uwanja huu Wameru wamejaa na viongozi na wako na furaha juu wanatarajia maneno makubwa yale gavana mpya ataendesha na yale atafanyia jamii yetu ya Wameru, na tuko na furaha na tunamuunga mkono kwa kazi yote ile tunangojea afanyie, na hayo mambo yote anafanya. Tunaomba Mwenyezi Mungu amsaidie kutimiza ili Wameru wafanyiwe kazi. Shukran sana. Pengine tunaweza kuzungumza na wewe, utueleze, je, una imani na uongozi ambao utaweza kufanywa na Isaac Mutuma? Shukran sana, na kwa niaba ya wakazi wote wa Meru leo tuna furaha sana kwa maana tulikuwa katika hatari ya kupoteza miaka 5 ya kimaendeleo. Meru ni jimbo ambalo lina rasilimali mingi sana, lakini kwa sababu ya uongozi mbaya tulikuwa katika hatari ya kuwa kuna kitu ambacho jimbo la Meru litakuwa limefaidika nalo baada ya miaka 5 kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Lakini kuapishwa kwa gavana mpya Mutuma Tuithinkia siku ya leo na hotuba ambayo amepeana hapa imepea wakazi moyo na imewapea imani, kwa maana kwa mara ya kwanza tangu uchaguzi wa mwaka 2022 tumeongelea maneno ambayo yanahusu mwananchi. Ameongelea maneno ambayo yanahusu usalama, ameongelea maneno ambayo yanahusu saratani ambayo imekuwa ikisumbua jimbo la Meru sana, ameongelea maneno ya maendeleo kama vile maji, ameongelea maneno ya maendeleo kama vile kukuza kilimo na kukuza utalii katika jimbo la Meru, na ni nia yetu na imani kwamba gavana mpya Mutuma Tuithinkia ataunganisha pia viongozi wengine, ndio tusione ile division ambayo tumekuwa tukishuhudia katika jimbo la Meru na vita ambavyo havikuwa vinaisha katikati ya county assembly na executive, ili washikane pamoja wafanyie Wameru kazi. Hiyo ndio nia kubwa ya Wameru, hawana issues zingine. Meru ikitulia na ifanye kazi, ni county ambayo iko na uwezo wa kuwa county ambazo zinaongoza katika nchi yetu ya Kenya. Na shukran sana. Pengine tunaweza kuzungumza na mkazi mwingine. Unaweza kutueleza maoni yako kuhusu siku ya leo? Ya kweli leo ni nafuu sana hapa Meru, kwa sababu Meru imekuwa laughing stock, maendeleo ilikuwa imefika kikomo, lakini nafuu ambayo tumepata leo ni kuona hata viongozi kwa mara ya kwanza baada ya miaka 2 kuketi katika jukwaa moja na kuongea na kuonyesha ishara ya Meru kwenda mbele. Tumeona gavana mstaafu Kirito Murungi na yule former CS. Haya yamekuwa mambo ambayo hayajakuwa tumeyashuhudia sana wakati ambao umepita. Tunashukuru sana kati sasa Mutuma Tuithinkia anachukua hatua ya uongozi. Mutuma Tuithinkia kama kijana, sisi tuko na matumaini sana kwa sababu serikali iliyopita ilinyima vijana nafasi za kazi. Hapa tu tupotoka county government public service board ilifungua nafasi za vijana kupata kazi, lakini Kawira alienda court kupinga hayo. Tumeshukuru sana kwamba leo gavana wa Meru leo amepeana order, ameidhinisha county secretary kwamba kesho aende atoe kesi zile kotini.
Kwa hivyo ni furaha kubwa sana na nafuu kwa vijana na jamii yote ya Meru kwamba Meru sasa itasonga mbele. Shukran sana. Pengine tukimalizia tunaweza kuzungumza nawe kwa kifupi. Pengine hatua hii nyinyi kama wakazi wa Meru hamuoni kama ni kisiasa? Kwangu mimi nitaanzia kusema hii hatua ambayo imechukuliwa si siasa kabisa. Ni kwa sababu tumekuwa na mgogoro wa kisiasa hapa Meru na tumerudi nyuma. Sisi kama wakazi wa Meru, kitu ambacho tunataka kwa sasa, hatutaki kujua ni nani alikuwa right ama ni nani alikuwa wrong. Tunataka kaunti yetu ya Meru iweze kuendelea. Ni kweli kwamba tumekuwa na muda wa kung'ang'ana kisiasa for long now na tumerudi nyuma kama wakazi wa Meru, lakini kwa sasa tunaamini ya kwamba tuko na mwanzo mpya. Gavana wetu Mutuma Idingia tunamkaribisha kama wakazi wa Meru. Tuna matumaini makubwa ya kwamba hii kaunti ya Meru itaweza kuchukua hatua iweze kufuata zile kaunti zingine ambazo tunajua zimekuwa zikifanya kazi all the way. Kwangu mimi ningetaka kusema ni asante sana pia kwa viongozi wetu ambao wamekuja pamoja siku ya leo. Like all Meru leaders are together today, na hii ni kitu ya kufurahia kama wa Meru. Tunashukuru sana na tunajua ya kwamba gavana wetu mpya tunamuomba akaweze kuweka siasa kando kabisa, atufanyie kazi kwa sababu ile miaka ambayo imebaki ni chache, acha Meru iweze kupata maendeleo. Tumaini yetu ya kwamba haya yatafanyika. Asante. Shukran sana. Pengine tukimalizia na mama, usemi wako ni upi siku ya leo? Niko na furaha sana. Leo tumepata gavana mpya. Aliyekuwa gavana mdogo kwa hiyo serikali ilikuwa ya mama. Mama alikuwa wa vituko, sarakasi, hakuna kazi, matusi, hakuna maendeleo. Mungu ni mwema, Mungu ametujalia. MCA wa Meru wamejitahidi mpaka wamefika hapa, wamefika serikali kuu ya Samoei Ruto. Tunaishukuru, na pia hata mahakama imeona mwananchi ndiye anaumia. Tunasema ni asante sana kwa kutuangalia na macho ingine ya kihuruma. Tulikuwa kubaya mpaka wamama hatukuwa tunasaidika sisi. Gavana mwenye tuko na yeye leo ameapishwa, ametuambia sisi tukiwa wamama tutafaidika na pesa inaitwa Vukisha. Ndio sisi ndio tumeshikilia familia kwa kiwango kikubwa, na amesema Vukisha ni kutoa mtu pahali moja unapeleka pahali lingine, na tunashukuru Mungu kwa siku ya leo, na Mungu ni mwema. Asante sana, tunashukuru sana. Mwitiriri, hao ni wakazi ambao wameweza kuzungumza kutoka hapa kaunti ya Meru, ambao wanasema kwamba wanafurahishwa na mwamko huu mpya. Pia wanasema wanafurahia siku ya leo kuona viongozi wa kaunti ya Meru wameweza kuja pamoja na kuungana, na vita hivi vilianza tu miezi mitatu baada ya Kawira Mwangaza kuingia ofisini. Hapo ndipo tuliweza kuona madiwani waliwasilisha mswada wa kwanza mwezi wa Septemba ili kumngatua Kawira, lakini ukakataliwa kutokana na ukosefu wa public participation. Lakini tutaweza kukurejesha studioni ili tukaweze kuona ni nini kilichotokea katika hapa kaunti ya Meru.